Tom Mpanji TV. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum, pendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Tom Mpanji TV. Karibu tuendelee kuangazia yale yaliyojiri katika sherehe ya Utatu Mtakatifu, ambapo imeadhimishwa kiparokia katika kigango cha Itumbi kwa parokia ya Matundasi. Na katika kuadhimisha sherehe hii ni fursa kwa makini kwa waamini kutangaza na kushuhudia imani ya kanisa kuhusu fumbo la Ekaristi Takatifu, yani uwamo wa Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Mababa wa kanisa wanathibitisha kwamba kwa nguvu ya imani ya kanisa na uwezo wa neno la Kristo Yesu na tendo la Roho Mtakatifu, kwamba mageuzo ya mkate na divai yanakuwa mwili na damu azizi ya Kristo. Huu ni mwaliko kwa waamini kupyaisha imani yao katika fumbo hili kuu la Ekaristi Takatifu, ili waamini waweze kupata mafundisho haya kwa kina. Paroko wa parokia ya Matundasi, Padre Gaspar Mwangoka, katika homilia yake akiongoza adhimisho la ibada ya misa takatifu katika kigango cha Itumbi, ambapo sherehe hiyo imefanyika kiparokia katika parokia ya Matundasi ndani ya kigango cha Itumbi, ametumia fursa hiyo kuzungumzia maana, chimbuko na umuhimu wa pekee wa sherehe hiyo. Naitwa Uncle Tom Mpanji, karibu tuendelee kupata mafundisho kanisa. Yesu mwenyewe alishiriki kwa maana ya kuianzisha. Lakini kwa namna unavyofanya na mapendera, mtaona hata kwenye mitandao na mapendera na mabrass band na nini. Mwaka mpya tutakapofanya hapa, tutaandaa brass band na tutaomba barabara hiyo tutaiomba rasmi, maana tukiandamana bila taarifa tutakuwa tunaleta fujo. Maandamano haruhusiwi bila taarifa. Tutaomba taarifa, tutatoa taarifa na kwa namna tuna brass band na ngoma vizuri. Lakini mashangala yote hayo yalianzaje? Hii habari Kristo alianzisha siku ya Alhamisi Kuu, lakini haikueleweka vizuri kwa mitume, kwa watu, kwa waamini wa Kristo wa mwanzo. Haikueleweka vizuri kwamba Mungu amemimina upendo mkubwa hivi katikati yetu. Kumbe tukaa tunakaa na jambo zuri lenye thamani bila kujitambua sisi kwamba hili na thamani na tulitangaze. Hatukujua. Mwaka 1260 na kitu hivi, karne ya 13 hiyo, sister moja akijulikana kwa jina la Juliana, alikuwa ni sister Mwagustiniana. Yule sister akapata maono. Alipoangalia kwenye mwezi, akaona mwezi mpevu, mweupe. Unajua kuna mwezi wakati unapendeza hata kuangalia. Lakini akakuta kwenye ule mwezi kuna doa jeusi. Na hivi, doa jeusi. Akajua kwa nini ule mwezi mpevu hivi alafu na doa jeusi lile? Akaenda kupata maono kwamba katika liturujia ya kanisa kuna kitu kimoja kimesahaulika, nacho ni Ekaristi Takatifu. Haijapewa heshima ya kutosha, haijapewa ufafanuzi wa kutosha, haijabudiwa ya kutosha, na watu hawana uelewa mzuri wa zawadi kubwa ya Mungu aliyeamua kukaa katikati yetu kwa ajili ya kutuunganisha sisi na Mungu, na sisi tuungane sisi kwa sisi, tuwe kama kuku niliowaeleza hapo, lakini sio wale wakorofi. Kristo maono haya ya sister akazidi kupata ndoto za hivi, akaanza kushirikisha viongozi wa kanisa. Anaposhirikisha viongozi wa kanisa, miaka ijayo mbeleni alikuwepo padri mmoja anaitwa Peter. Yeye alikuwa ni Mjerumani. Yeye alienda kuhiji kule Roma. Akiwa kwenye cheko ya Sistina, kwenye cheko Mtakatifu Kristina, akawa anaadhimisha maadhimisho matakatifu ya misa. Lakini kwa bahati mbaya huyu padri, pamoja na kuwa padri, alikuwa haamini vizuri kwamba ule mkate unageuka kuwa kweli mwili wa Yesu. Alikuwa amini.
Anaazimisha, lakini mtu mwenye mashaka haamini, kasema unabaki kuwa mkate. Akiwa anaazimisha huyu padri hivi, kwenye ule mkate ikaanza kutoka damu, na ile damu ikaanza mwagikia kwenye poporale. Poporale ni kile kitambaa ambacho tunachoweka kitambaa kwa hapa, kinakuwa kikubwa hivi, tunatakiwa kuweka hapa, inaitwa poporale, kinawekwa hapa. Kwa hiyo damu ikaanza kutirika ndo na dondokea kwenye kile kitambaa. Yule padri pale ndio akaamini kwamba kumbe kweli mkate huu haiwi tu ni alama, ni simbo kwamba Yesu alisema hivyo, bali ni kweli mkate unabeba mwili wa Yesu. Yule padri mimi nilishia pale, wakapeleka hata kwa mtakatifu, wakati alikuwa Baba Mtakatifu Urbano wa 4. Wakapeleka taarifa hizo na zikaanza ibada mbalimbali za kuheshimu kwa namna ya pekee Ekaristi Takatifu. Macho yakafunguka, akili ikaanza kufunguka, uelewa ukaanza kufunguka, na taratibu mbalimbali za kuanza kuabudu na kuheshimu Ekaristi Takatifu zikaanzia hapo. Thomas wa Aquino akatunga na nyimbo za kuimba kwa ajili ya Ekaristi Takatifu. Unajua pango liko ninakuabudu Mungu wangu, tupelekane nitazame, na kwa damu yako nitakase. Tone moja ndilo linatosha, na dunia yote yaokoka. Pelikane ni ndege moja au kama wale wanaofuata kwenye mabwawa wale, anashingwa ndefu hivi, anashingwa ndefu. Yule ndege ana sifa, wakati kukiwa na ukame sana, yule ndege ili kuwajali watoto wake wasife, anajitoboa yeye mwenyewe, anajitoboa. Akisha kitoboa ile damu inadondoka, ile damu vitoto vindege vinakinga ndio vinakunywa ili vibaki salama, vinginevyo vitakufa. Ili visife, anajitoboa mwenyewe damu yake, ile damu ibaki. Ndio na sisi tunapomlilia Yesu hivyo. Yesu alienda msalabani ili sisi kwa tone lake damu huko msalabani sisi tubaki salama, sisi tuokoke. Kristo ndugu zangu, Thomas wa Aquino alitunga na nyimbo zile sakramenti, kwa hiyo tutaimba. Kwa hiyo ikaendelea ibada namna. Baadaye Baba Watakatifu Clement wa 5 na Yohane wa 22 wakaendelea na ibada ya Ekaristi Takatifu, wakaweka ibada maalum ya Ekaristi Takatifu, wakaweka siku maalum ambayo kama leo tunaadhimisha hivi, na wakaweka mashangwela ya kutembea mpaka mitaani ili Kristo Ekaristi Takatifu akamimine baraka kwenye miji ya watu. Sehemu ya pili, tunanufaika vipi? Ndugu zangu, ya kwanza tunanufaika, tunapata nafasi. Leo tunapata nafasi ya kutafakari juu ya imani yetu kwa Ekaristi Takatifu. Watu wengi wanapoongea kuhusu Ekaristi Takatifu, watu wanaanza kuchukua poa tu kama kitu cha kawaida tu, na hata anapoona mwili na damu ya Yesu bado anaiona divai na anaona mkate. Walio wengi wanaweza kuona hivyo bado. Ni kweli si kweli? Hivi ni kweli? Naona chanzo cha changamoto hiyo ni kwamba watu wengi wanashindwa kumwelewa Mungu vizuri. Wanafikiri Mungu yuko kama si binadamu. Vile alivyo na uwezo yeye, anafikiri na Mungu ana uwezo hivyo. Vile asivyoweza yeye, anafikiri na Mungu hawezi. Waweze kupata baraka zako na watende kazi kadiri ya mapenzi yako. Nasi ndani ya viongozi wote tunakuomba uwamiminie baraka zako viongozi na watumishi wote wa kanisa lako, wapate msaada wa Roho wako Mtakatifu. Na kiupekee sana, Bwana Yesu Kristo wa Ekaristi, tunapokuadhimisha siku ya leo, wewe uliyetoa huduma ya upadre, tunawaombea mapadre wote. Uite vijana wengi kwa mwito ya upadre, waitike wito wa upadre, wakutumikie wewe. Moto wa Roho Mtakatifu na waka ndani ya mioyo yao, unaoita katika mito hii ya upadre na utawa, waweze kusikiliza na waitikie mito hiyo, waweze kukutumikia kwa nafasi mbalimbali.
watunze, wapa afya njema watoto wetu wa seminari waliopo katika seminari, uendelee kuwakoleza wito wao, wajalie wasome masomo yao katika uelewa kwa msaada wa Roho Mtakatifu, wapate kufaulu vyema mitihani yao na mwisho kafikia safari yao ya mito mitakatifu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa heshima litukuzwe jina lake Yesu Kristo. Tom Mpanji TV.